Sawa. Sasa tukizungumza kuelekea katika tukio letu kubwa ambalo linatokea kesho kutwa, ambapo ni aghalabu imekuwa ikitokea mara kwa mara Pambazuka kuandaa matamasha mbalimbali, festival mbalimbali. Sasa kwanza kwa nini Pambazuka? Labda kwa ufupi tu, kwa nini Pambazuka imekuwa ikiandaa matamasha haya mara kwa mara? Okay. Ilikuwa mwaka 2021 UNESCO ndo walitangaza kwamba Sabasaba, yani tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa World Kiswahili Language Day kwa Kizungu. Na 2022 ndio walikuwa mara ya kwanza kusherekea hiyo siku ya Sabasaba, World Kiswahili Language Day. Na kulikuwa na watu wa ubalozi wa Tanzania huko Ujerumani walimcontact mke wangu Agnes ambaye anafundisha Kiswahili hapa kwenye chuo kikuu cha Cologne na ambaye ni mwanzilishi pia wa Pambazuka. Walimuuliza kama hiyo sherehe inaweza kufanyika Cologne. Kwa hiyo huu mwaka 2022 ndo tulisherekea Sabasaba ya kwanza huko Cologne pamoja na watu wa ubalozi na pamoja na maprofesa pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu ambao wanajifunza Kiswahili, lakini pia pamoja na watu wa Swahili community huko Cologne. Na baada ya tukio watu wakasema, mbona yani sisi tumefanya kitu kikubwa, mbona tusiendelee kufanya hivyo? Na ndo ilikuwa kama sababu ya kuanzisha Pambazuka ili kuhakikisha kwamba hii kitu ni kitu endelevu na sio kitu cha mara moja tu. Sasa tulizungumzie tukio letu la Pambazuka Festival ambalo linakwenda kufanyika hii tarehe 11 mwezi huu wa 7 mwaka 2026 pale Alvet House hapa mjini Cologne. Kwa ufupi au kwa urefu? Sasa hapo ndo jimwage sasa, tiririka. Watazamaji wetu wanatuangalia na kamera yako ndio hii sasa. Hilo tukio linakwenda hasa, tunakwenda kuwa na nini hasa? Nini kinakwenda kutokea pale Alvet House? Asante. Yani kutakuwa na vitu vingi. Ngoja nijaribu kukumbuka kila kitu. Lakini hii tukio inaanza saa 6 mchana na itaisha saa 3 au saa 4 jioni au usiku. Tutaanza na vitu kama, yani kwanza tusisahau watoto. Tutakuwa na kids program, kwa hiyo kwa watoto michezo ya watoto, michezo, lakini pia kuna wageni nitawataja baadaye kidogo, lakini kuna wageni kutoka Tanzania watajishughulisha na kids program pia, kwa sababu ni watu wa sarakasi na nahisi watoto wataenjoy sana. Lakini pia kutakuwa na filamu za watoto. Tuko na mtu wa taasisi ya Tai Studio Tanzania Animation Films kwa Amaka Mwabuka Tai Studios. Yeye atakuwepo na ataonyesha filamu za Tai za zamani na za mpya. Kwa hiyo tuko na kids program, lakini pia kwa watu wazima tutakuwa na artists, musicians, lakini pia watu wa Kigamboni Community Charity ndo hao watafanya performance ya sarakasi na muziki. Kuna wasanii kutoka Kenya ambao wanaishi Cologne. Mmoja anaitwa May Sama, yeye ndo ataperform nyimbo zake, na mwingine anaitwa mwenyekiti wetu anaitwa Stephen Ouma, yeye ana bendi yake, yeye ndo atakuwa headliner na ataperform na bendi yake Stephen Ouma and the band. Na pia tuko na Tivane ambaye ni mwanamuziki kutoka Mozambique ambaye anaishi Cologne pia, yeye ni kama singer songwriter. Kwa wote wana perform. Pamoja na hicho tutakuwa na exhibition ya ile youth exchange ilikuwa inaitwa Bouncing Back na ilikuwa inahusu climate change huko Zanzibar na huko Cologne. Kwa hiyo exhibition itaonyeshwa na vijana wa youth program ya Bouncing Back watakuwepo. Kwa hiyo shughuli zitakuwa ni nyingi pale. Yani itakuwa ni bandika bandua. Okay, umesema shughuli itaanza, zoezi zima litaanza mida ya saa 6. Ndio. Na kuna watu wangependa kufahamu, kwa sababu unajua wengi wanapenda wakishamaliza kuenjoy, sasa kuna after party. Je, vipi mmewafikiria watu after party, watu wakamnyweso? Tutafika huko, lakini kabla ya hapo nataka niseme kwamba hamna kiingilio. Alvet House ni bure, unaingia tu bure. Kuna tuko uani pale, ni sehemu nzuri sana ya kuenjoy. Kutakuwa na vyakula vya Kiswahili.
mbali. Kutakuwa na drinks. Ndiyo. Kwa hiyo nafikiri wote mtaenjoy. Sasa kwa sababu huko Alavelsa lazima tutoke saa 3 saa 4 mwisho. Ndiyo. Of course kutakuwa na after party. Kuna club moja huko Cologne maarufu inaitwa Subway. Ndiyo. Inajulikana sana kwa muziki wa Africa, Afrobeats, ama piano, lakini bongo flavor pia. Yes. Kwa hiyo kutakuwa na after party kuanzia saa 5. Okay. Na hisi watu wataenjoy sana. Safi kabisa. Safi kabisa. Yaani hapo umeelezea kila kitu. Ila kuna segmenti moja, kuna sehemu moja ambayo ni muhimu sana. Vipi kuhusu chakula? Chakula kama nilivyosema, kuna Malaika Soul Food. Wanakuja watakuja na vyakula vyao ya Kiswahili. Na kuna kaka Shose nafikiri anaitwa Mkenya, anauza pia vyakula vya Kiswahili. Kutakuwa na kaka Rashid, tunamjua vizuri, anauza sambusa zake ambazo ni maarufu sana. Kwa chakula kitakuwa cha kutosha. Cha kutosha kabisa. Vile vyakula vya Kiafrika na nini vinapatikana hapo. Kila kitu. Sawa. Mimi nashukuru sana na nimefurahi sana kusikia kwamba tunaendeleza juhudi za kukuza na kuendeleza lugha yetu ya Kiswahili hapa huku ghaibuni, unajua, ambapo pia ni mbali na nyumbani, na pia bado kwa sababu kuna muamko, ndugu zetu wanakuja kutoka nyumbani wanakuja huku. Kwa hiyo hii inawasaidia hata na wenyewe kufika kuwakuta wanajamii wenzao huku. Kwa kuendelea hapo unawaambia nini watu wanaozungumza Kiswahili na pia wasiozungumza Kiswahili lakini ambao wako interested sana kuja kujumuika na sisi kwenye tukio zima? Kwanza wanaozungumza Kiswahili ongea nao. Baada ya hapo sasa ndio tutaongea sasa kwa lugha yetu ile nyingine ile. Nafikiri wanaoongea nini Kiswahili wataenjoy sana siku ile, kwa sababu kila kitu kitafanyika kwa Kiswahili. Kutakuwa na speeches pia fupi, lakini muziki pia kwa Kiswahili, vyakula vya Kiswahili. Yani na nisi wataenjoy sana. Na mtaonana na watu wengi. Of course ni watu wa koloni, lakini kama mwaka jana tulikuwa na watu kutoka Belgium, Uholanzi, Ujerumani nchi nzima, Uswisi pia kuna Waswahili ambao wanakuja koloni kwa ajili ya hiyo Pambazuka Festival. Kwa hiyo nafikiri mtaenjoy na mtaanza kufahamiana na watu wengine wa ile Swahili community. Okay, sawa. Je, kuna baadhi ya community zingine pia zitakuja kujumuika na sisi siku hiyo? Kuna watu najua tu watu ambao wanatoka Ethiopia ndo watakuja, watu wa Migrafrica. Kuna taasisi inaitwa Migrafrica, wamesema wao watakuja pia. Na mtaona tu, yani sio kwamba watu wote watakuwa wanaongea Kiswahili, lakini wamevutiwa na hiyo lugha ya Kiswahili. Okay, sawa. Sasa nikirudi sasa katika uzungumzwaji wa lugha ya Kiswahili hapa nchini Ujerumani, sana hapa mjini Cologne ambapo ndo maskani yako ni hapa. Umekuwa pia mwalimu Agnes pia amekuwa akifundisha, akitoa darasa kwa wanafunzi mbalimbali kujifunza lugha ya Kiswahili. Na wewe ulishawahi kukaa Tanzania na unazungumza Kiswahili kizuri. Je, kuna watu ambao washokuvutiwa na uzungumzaji wako na wakaenda kutembelea Tanzania kufanya utalii labda? Imewahi kutokea kwamba nilikuwa naongea Kiswahili tu hapa mtaani. Ndiyo. Watu wakasikia, yani wazungu sio watu wa East Africa. Ndiyo. Wazungu wakastuka tu na wakauliza wanaongea labda lugha gani, au wengine walisikia kabisa ni Kiswahili kwa sababu wamewahi kutembelea huko East Africa. Okay. Kwa hiyo naona kama watu wameanza kupenda Kiswahili, kimeanza kujulikana. Ndiyo. Yani nashauri tu kama wewe Mswahili na uko mkoloni au umekuja koloni, usiongea tu ovyo Kiswahili, kwa sababu watu wanasikia wanajua. Je, uzungumzaji wa Kiswahili huku umechochea utalii Tanzania? Kwa Jerumani huku labda kwenda kutembea Tanzania, kuangalia vivutio, mbuga za wanyama na kitu kama hicho, imeshawahi kuwa chachu labda? Hii siwezi kusema, lakini naona tu kama watu wameanza kuwa wengi ambao watu ambao wanaenda Tanzania kutalii ndo wamekuwa wengi siku hizi. Na of course kila mtu akienda Tanzania atajifunza maneno machache angalau ya Kiswahili. Ndio. Wanaanza kuvutiwa na wengi wanakwenda. Sawa.
Asante sana, tumezungumza mambo mengi sana, na mimi niendelee kuwahimiza ndugu zetu hapa tukutane Alevet's House tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tumeambiwa hapa bwana Benja kuna kila kitu, kuanzia vyakula, mziki, michezo ya watoto, programu za kusikiliza story pale, na mwalimu Agnes atatukata kiu ya masikio yetu. Pia bwana Gwamaka kutoka Tai Studios naye atakuja pale kutuonesha filamu zake. Vitu ni vingi sana sana sana, bila kuwasahau wale Kigamboni, ndio Kigamboni nini? Community charity. Yes, watakuja pale kwa ajili ya kutupa udambwi. Mimi sina la ziada, ninaitwa Hamisi Kitenge na nilikuwa na bwana Benjamin Bruvilla. Nimetamka vizuri? Umetamka vizuri sana. Bwana Hamisi Kitenge. Kabisa, umetamka vizuri. Sasa kwa lugha yako ya Kiswizi, naomba uwaambie mnatazama Fela TV. Usisahau kusubscribe, lakini pia ufuatilia vipindi vyetu. Nimekutajia maneno marefu ili sasa na mimi kidogo nisikie vitu vingi. Nisemeni, niambie tena. Uwaambie mnatazama Fela TV. Endeleeni kufuatilia vipindi kila siku hapa YouTube, lakini msisahau kusubscribe. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es freut mich, dass ihr alle da dabei sind. Ihr schaut Fela TV und vergesst nicht wieder einzuschalten beim nächsten Mal und vergesst nicht das zu subscriben, damit ihr das nächste Mal auch dabei seid. Rudia kwa Kiswahili. Watazamaji, ningependa kutoa shukrani na kusema muendelee kufuatilia Fela TV. Hapa tuko Fela TV na msisahau kusubscribe your channel. Sawa, na mimi ngoja nirudie kwa Kiswizi. Libishose. Imeishia hapo. Utajifunza. Taratibu utanifundisha. Sawa, mpaka wakati mwingine. Bye bye. Asante.